Mungu anataka tumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Tutasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 na ule mstari wa 23. Biblia inasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Haleluya. Mungu wetu anatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Tunaposema kumwabudu roho na kweli, maana yake kuna kumwabudu Mungu kumbe pasipo na kweli. Maana yake ukao unaonekana kama unamwabudu Mungu, unaonekana kama uko pamoja na Mungu, unaonekana kama uko pamoja na safari ya kusafiri, kumbe sio msafiri. Mungu atusaidie. Kumbe tayari wewe uko pale kama tu kujionyesha kwa watu kwamba unamtafuta Mungu, lakini uhalisia wako hauko na nani? Hauko kumwabudu Mungu. Uko pale tu ili mchungaji akuone, ili mzee atuone, ili mwenyekiti akuone, lakini ndani yako kuna vitu ambavyo unaviabudu. Mungu atusaidie. Amen. Mungu hapendi tuabudu vitu vingine kuliko kumwabudu yeye. Maana neno la Mungu nasema ndio anatafuta watu kama hao. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu kumwabudu, tuende kwa kumaanisha, tuende kwa moyo wote kwamba mimi nimeamua kumtafuta Mungu, nimeamua kumwabudu Mungu. Vitu vingine niachane navyo. Ili tumuone Mungu tunahitaji twende mbele za Mungu kwa kumaanisha. Vipo vitu vingi ambao wanadamu tungeabudu. Wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu masamva. Kwa Wasukuma sisi tunaabudu mizimu. Tukisema masamva maana yake ni mzimu. Kuna mtu anaenda mbele za Mungu, anasema anamwabudu Mungu, akitoka hapo tena anaenda tena kutambikia mizimu. Kwa hiyo Mungu atafuti watu wa namna hiyo. Mwingine anamwabudu Mungu lakini akitoka hapo anaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo anaenda kutafuta msaada pengine, kumbe msaada wetu unapatikana kwa nani? Kwa Mungu. Mahali pengine akafananisha na anasema kwamba kwenye Mathayo 15 sura ya 15 na mstari wa 8. Anasema kwamba watu hawa huniabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na nani? Na mimi. Kwa hiyo unaweza ukawa unaonekana kama unamwabudu Mungu, lakini moyo wako na siri ya moyo ni kubwa. Anayeweza kuijua ni wewe mwenyewe na Mungu peke yake. Mwingine hawezi kujua. Mungu atusaidie. Neno hili tunaweza kufananisha na mtu nani yule mpiga debe. Anasema twende, panda twende, anapiga debe, panda twende, alafu dakika ya mwisho yeye anabaki pale pale. Kwa hiyo mtu ambaye anasema watu wananiabudu kwa midomo ni wanafiki. Maana yake unaonekana kwa watu kana kwamba unamtumikia Mungu, kana kwamba unamtumainia Mungu, lakini nyuma ya pazia sasa kuna vitu vingine ambavyo unaendelea kuvifanya. Mungu atuhurumie. Na huku umeshatangaza kwamba umeokoka, wewe ni kielelezo, unatembea na Yesu, lakini kuna vitu ambavyo bado havimekung'ang'ania. Kwa hiyo Mungu anatamani asubuhi ya leo, anatamani wana wa Mungu tumwabudu yeye, tumwabudu kutoka moyoni. Yani kutoka moyoni. Na hisi tunaelewana nikisema kutoka moyoni, kwa kumaanisha maana nyingine tusiwe waigizaji mbele za Mungu. Maana tumekuwa watu sometimes, kuna watu ni walokole, ni wapendo, lakini waigizaji, sio wanamwabudu Mungu katika uhalisia. Tunaona watu wanaoigiza. Unaweza ukaigiza ni changu doa lakini sio changu doa. Uhalisia wako wewe sio changu doa. Ukaigiza unakunywa pombe lakini haunywi pombe. Sasa kuna watu tunaigiza kwamba tumeokoka, lakini uhalisia wa maisha yetu kweli hatujaokoka. Sasa ndo Mungu anasema wanao mwabudu, na yeye anaotafuta wa kumwabudu wamwabudu katika roho na nini? Na kweli. Katika uhalisia, yani yale unayoyatamka, yale unayomtukuza Mungu, yale unayotusimulia uzuri wa Mungu, yawe ndio yanatoka ndani ya moyo wako na yawe ni maisha yako. Amen. Amen. Unaweza ukasema nampenda Yesu, haleluya, Mungu amenitendea haya, kumbe umeenda sehemu. Msaada ule umeupata sehemu nyingine.
Lakini sisi tukaamini, kwa sababu sisi hatuwezi kuona mpaka Mungu akupe neema ya kukufunulia kwamba hichi anachokiongea hakiko kweli. Lakini sometimes hata Mungu asipokufunulia, ukiwa rohoni utajua. Yaani kuna signal fulani zitakwambia hapa tumepigwa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu atafuti watu wa namna hiyo, anatafuta watu wanaomwabudu yeye katika roho na kweli, kwa kumaanisha kutoka moyoni. Na tukimwabudu hivyo, Mungu atafurahia, kwa sababu anasema ndio anaowatafuta. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu atafuti watu wanaoigiza. Mungu atuhurumie. Na ukiangalia kama sasa hivi, injili ya sasa hivi, wengi wamejaa ni watu wa kuigiza. Unakuta anaongea mambo mazuri kweli, lakini mshuhuda hana. Mungu atusaidie. Kuna kijana hapo anapofanya kazi, anasema ameokoka. Sasa jana nilikuwa nahubiri pale, nimetoka kuhubiri Kahama. Nilipotoka kuhubiri Kahama, nikaenda tena mbele kidogo nikahubiri. Nimerudi pale na speaker langu, nimechoka. Yule akasikia, ananiambia nachemka mtumishi, nikampa. Nimempa, ameanza kuhubiri. Si Roho Mtakatifu akaanza kunikumbusha, umempa huyu kuhubiri, lakini hana ushuhuda. Akaanza kunikumbusha, kumbe bwana, alikuja mteja pale anauza miwa. Akaja mteja akanunua miwa, akasahau wallet pale na 200. Yule kijana na ameokoka na ni mtumishi, yuko anahubiri na kuhubiri kabisa kanisani kwao, lakini ile pesa akaibeba ile pochi. Yule mwenzake aliporudi anamwambia kesho sikuiona. Lakini yule bodaboda naamini kwamba aliacha wapi? Pale. Roho ikaniuma, nikamwambia Mungu nisamee. Kwa hiyo wako watu wa namna hiyo, matendo yao hayafai kabisa mbele za Mungu, lakini kwa macho hivyo ukiwatazama ya macho ya kimwili, utasema ni watu wanaomtumikia Mungu. Utasema ni watu wanaomaanisha, ni watu wanaompenda Mungu. Kumbe ndani yao hawampendi Mungu. Wana miungu mingine wanaoitumikia. Kwa sababu Mungu anasema ukinipenda utazishika nini? Aya, uko mwizi, hauko mwaminifu, utasema unampenda Mungu? Una ushuhuda mzuri, unamwabudu Mungu katika roho na kweli? Kwa hiyo Mungu anatafuta watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Na asubuhi ya leo tujitahidi kumwambia Mungu atupe neema ya kumwabudu yeye katika roho na kweli. Mungu atusaidie. Maana pasipo Mungu hatuwezi sisi kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Vipo vikwazo vingi. Unaweza huko kanisani, ni kweli umeenda kuabudu, lakini ukashangaa vitu vingine vinaanza kupita. Shetani anaanza kukukumbusha vitu vingine, ukajikuta siku hiyo unatoka tupu, hujasikia hata kitu ambacho Mungu amekufundisha. Mungu atusaidie sana. Nikaenda kushuhudia huko Chato, tulikuwa na huduma ya kushuhudia. Mama mmoja anasema mimi niliokoka kabisa, nikaja na hapo FPC Mpogoloni, nikawa nasali, lakini nikiingia kanisani eti sielewi. Unaona? Haelewi akiingia kanisani. Kwa unaweza ukatamani wewe mwenyewe kwamba natamani ni muabudu Mungu kwa kumaanisha ili Mungu anihudumie, lakini ukawa ndani yako umefungwa, sio wewe. Mtu anaingia kanisani, sasa mwisho wake mume wake akamkataza kwenda kanisani. Akitoka tu kanisani, mume ni mwaminifu, leo umefundishwa nini? Halafu na mume wake ni mlevi, mume wake hajaokoka, lakini kila mwanamke akirudi anamwambia leo umejifunza nini? Mwanamke hajui, mwanamke hawezi kueleza tumejifunza nini. Unaona sasa? Kwa hiyo kuna mtu anatamani kumwabudu Mungu katika roho na kweli, anatamani kumfahamu Mungu, lakini kuna vitu ambavyo vinakuwa vimemfunga. Na kuna watu ambao wanamwabudu Mungu halafu ni wanafiki. Maana mnafiki anaishi maisha ya nini? Tumesema ya kuigiza, ambayo sio uhalisia wake. Kwa hiyo na yeye sio yeye, ni ile roho ambayo inatenda kazi ndani yake. Kwa hiyo hilo roho ili toke, ni lazima umkaribie Mungu mwenye kukusaidia, akupe nguvu ya kuweza kuishinda hiyo hali. Mungu atusaidie sana. Maana kila mwanadamu aliyeokoka ameamua kumfuata Mungu, anatamani amwabudu Mungu katika roho na kweli. Kuna mtu kweli anatamani aende kanisani alafu afanye tu maigizo, akitoka ni yule, hatuoni mabadiliko. Tunamuona ni yule mbea, hatuoni mabadiliko kwake. Sio kwamba ile hali anaipenda, bali ni vifungo vilivyomfunga. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo tunatakiwa kusaidiana. Tunapoona mwenzetu mbona anamwabudu Mungu, lakini uhalisia wa maisha yake kabisa, yale maisha original hayako hivyo. Kwa hiyo yule mtu anahitaji kusaidiwa, anahitaji tumsaidie. Maana yake tumbebe kwa maombi, kukataa hiyo roho. Na unapombeba kwa maombi, Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuonyesha mahali alipofungwa. Mungu atusaidie sana. Maana kila mmoja anatamani afike mbinguni, kila mmoja anatamani amuone Mungu, lakini kwa sababu dunia ni yupo adui, na Mungu amemruhusu, akasema amemruhusu apate kutupepeta kama ngano. Yamkini amepepetwa yule mtu
Kwa hiyo tusiwe na vitu vya kusema jamani huyu yuko hivi, ameokoka lakini ana matendo haya, ameokoka lakini hivyo hivyo. Lakini Mungu akikuuliza umewahi kwenda kumsaidia, umewahi kumuinua mbele za Mungu? Unajikuta na wewe haujawahi kufanya hivyo, lakini unaongea. Sometimes unajikuta na wewe umeingia kwenye kundi la wanafiki, kwa sababu hujachukua hatua ya kwenda kumsaidia huyu mtu, lakini unamsema, hata ukikaa unamjadili. Anashangaa, unakwenda wa siku hizi, kwani wa zamani ulikuwaje? Mungu atusaidie. Unakwenda ni ule ule, na Mungu ni yule yule, na shetani ni yule yule anayetupima, anayetujaribu. Amepewa Mungu atupime, na amemruhusu kabisa. Nenda. Tunaangalia wapi? Kwa Ayubu amekaa zake, hajui kinachoendelea, lakini shetani na Mungu wanakaa kikao kumjadili Ayubu, na Mungu akamwambia nenda. Kwa hiyo kuna mtu anaruhusiwa apitie hali fulani, aidha kwa uzembe wake tu wa kutokumtafuta Mungu kwa bidii. Mungu atusaidie, kwa sababu nguvu ya Mungu ili ingie itende mabadiliko kwako, kunahitaji bidii ya kumtafuta Mungu. Kwa hiyo yamkini huyu mtu hana bidii, kwa hiyo ni kuombeana sisi kwa sisi. Mungu atusaidie, kwa sababu Mungu anasema kwamba amri kuu mpya ndio hii, pendaneni ninyi kwa ninyi. Maana yake palipo na upendo tutasaidiana, kwamba mwenzangu ni mdhaifu hili eneo, ngoja nimbebe. Mungu atuhurumie sana. Tunaomba na yule mtu, yani Mungu akikuonyesha kitu bwana, sio kwamba uende za kuvisema jamani nimeona mtu yuko hivi na hivi, nimemwona hivi. Mungu amekwambia uanze kumjadili. Mungu anapokuambia kitu, maana yake urudi tena kwa kuomba Mungu, ili umenionyesha tunafanyaje? Labda akwambia nenda uzungumze naye, ama funga uombe kwa ajili yake. Maana yake tunabebeana mizigo, wote ni wasafiri, na nguvu hatulingani, hatutalingana. Neno la Mungu nasema kila mtu amepewa kadri Roho alivyopenda. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tuwe watu wa kumwabudu Mungu kwa kumaanisha, tusio watu wa kutamka tu midomoni sifa za Mungu, baadaye maisha yetu hayana ushuhuda kabisa. Kwa hiyo neno la Mungu ndo hili, na Mungu wa mbinguni awabariki. Amen.